dhalika alfawzul azim, hayo ndiyo mafanikio makubwa. Wenye kupenda mafanikio huwa wanayatafuta mafanikio hayo, aondoke duniani salama, aende akhera awe kawiwa radhi, na akapate maisha mazuri ya milele yasiyokuwa na mwisho. Wenye akili ndio huwa wanatafuta mafanikio hayo. Kwa aya 101 Allah anasema, wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun. Unajulishwa mtume na wale masahaba wake kwenye mji wao wa Madina pale, katika watu waliosuhubiana nanyi hapo mjini, katika watu waliojirani yenu hapo mjini Madina, vitongoji vya jirani, vijijini, ng'ambo na vijijini, na hata waliomo wengine ndani ya mji, wana tabia ya unafiki, si waislamu wazuri. Maana yake ni kwamba wa mimman hawlakum min al-a'rabi, wale waliojirani yenu waliokuzungukeni katika watu wa vijijini, munafiqun, wengi wao wana tabia ya unafiki ambao ni upungufu wa imani. Kwenye imani ya dini hawako vizuri. Wa mimman hawlakum ya ahla al-Madina, katika watu waliokuzungukeni pembezoni mwenu, enyi watu wa Madina. Wanaambiwa watu wa mjini Madina. Munafiqun min al-a'rabi, hawa ni wanafiki katika wale watu walio nje ya mji. Al-a'rabu manaziluhum qaribatun min manazilikum, hawa ni watu wa vijijini, makazi yao yapo karibu na makazi yenu. Yani ukiuacha mji nje ya mji na kuendelea huko, wanakutikana watu wa aina hiyo. Lakini wa min ahli al-Madina, hata hao watu wa mjini wenyewe, ukitoa hao wa vijijini, hata hao watu wa mjini wenyewe, yani wa min ahli al-Madinati munafiquna aidan, hata katika baadhi ya watu wa hapa mjini penye ustaarabu, panapohubiriwa dini, pia napo kuna wanafiki vile vile. Maradu ala nifaqi, wametopea kwenye unafiki, yani ni wanafiki wa nguvu. Laju fi nifaqi wastamaru alayhi, wamezama kwenye unafiki na wanadumu nao. Mawaidha pia hayawasaidii, wakasema tubadilike. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, maranu alayhi wa thabbatu minhum Ibn Salul, wameungangania ule unafiki, hawataki kubadilika na wanathibiti kwenye unafiki wao siku zote zinazoendelea wao kupewa mawaidha, hawabadiliki. Minhum Ibn Salul, miongoni mwa hao ni huyo Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wa Julasun, na mwenzake anaitwa Julas, wa Abu Amir ar-Rahib, na mwingine huyu ni Abu Amir ar-Rahib. Wametajwa hawa kwa sababu wako wengi, ila hawa wanaonekana ndo vinara. Wakiitisha mkutano, jamani tukutanikeni, wanasikilizwa. Wakitoa maagizo, yanafanywa kazi. Wamejitengenezea makundi ndani ya jamii ya Waislamu. Kwa hiyo kuna mtume anasikilizwa na anatiiwa maagizo yake, lakini hawa wana influencing power ya kuwashawishi wale wanaowakubali hata hayo ya mtume yasisikilizwe. Ndio maana wakatajwa.
wamejitengenezea makundi ndani ya community pana ya Kiislamu. Ni tatizo, lakini kimaumbile lazima liwepo. Ndio maana kwenye miji mingi utakuta kuna majority ya Waislamu, lakini inashindikana kuwa kitu kimoja kwa sababu wana viongozi wengi, na kila kiongozi huwa ana dira yake, ana madhumuni yake. Kwa hiyo hata ukisema ni waitishe hawa viongozi basi tujadili namna ya kuwa pamoja, inashindikana kwa sababu watu wana misimamo yao mfukoni. Kama wote wangelikuwa wana tabia ya kwenda kwenye msimamo wa Mungu wanataka nini, mtume kasimamia vipi, wangeelewana, kwa sababu hakuna mtu anayetaka yeye ashinde awe juu. Wote wanataka kushinda kwao au kuwa juu, wapate radhi ya Allah kwa kufuata litakiwalo. Lakini inashindikana kwa sababu watu huyumbishwa na watu wenye tabia kama hizi. Wako nje ya mji na ndani ya mji watu ambao msimamo wao kwenye dini si kutaka lile la Mungu liwe juu, wana yao ndo wanataka yawe juu. La ta'lamuhum, mtume akaambiwa wewe huwajui hawa watu. Yule aliyetumwa na Mungu hawajui watu kama hawa. Wapo mjini na wamekiri ni Waislamu, wanakuja msikitini, lakini wanakuwa wana misimamo yao tofauti na huyu kiongozi wao. Tena hata awe mtume wa Mungu kama huyu Muhammad kapata upinzani mkubwa kwa watu kama hawa. Na mtume ndo anaambiwa la ta'lamuhum, wewe Muhammad huwajui hawa watu, nahnu na'lamuhum, sisi ndo tunawajua. Akisema lake hilo mimi sikubali, lazima liwe hili ninalotaka mimi, basi hata la mtume akisema halikubali, nyuma yake kuna watu wanamuunga mkono, ili hatulikubali. Hapa anatuyumbisha. Yani la ta'lamuhum anta ya Muhammadun, wewe Muhammad huwajui hawa watu. Limaharatihim fi nifaqi, kwa sababu ya umahiri wao kwenye ile tabia ya unafiki. Maana wanafiki wanakuwa sio watu wapumbavu, wasomi, sio mchezo. Wana mbinu, weledi wa kuongea, hotuba zao zina taathira, lakini wanayoyafanya hawana haja ya kutaka radhi ya Mungu. Wana haja ya kutaka kupitisha lao walilonalo liwe. Kwa hiyo hawa wewe huwezi kuwajua kwa sababu ni watu mahiri sana, wasomi sana, wana hila nyingi. Allah pia kawasifu kwenye suratul Munafiqun kwa kusema idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kwa macho ukiwaona wanapendeza, watakuvutia, wako vizuri. Wa iyaqulu, na ukisema uwape minbari wazungumze, utapenda. Tasma' liqaulihim, waongeaji wazuri utapenda tu, utasikia kauli yao, wana mvuto. Lakini tatizo ni moyo, lengo lililomo moyoni silo wanalolitaka Allah. Wao na wao huwa wana malengo yao. Sasa kama Mungu kaona hivi, sisi tunaona tofauti, tunataka hivi. Kama mtume kaelekeza huku, sisi hapa tutapingana naye, tutaelekeza huku. Sasa wao wanakuwa wanavutana. La ta'lamuhum anta ya Muhammadun, huwezi kuwajua watu kama hawa wewe ewe Muhammad. Limaharatihim fi nifaqi, kwa sababu ya umahiri wao kwenye unafiki. Bihaithu, kwa namna ambayo yakhfa amruhum ala kathirin, hii tabia yao haijitokezi wazi, na wao ni werevu wa kujificha. Watu wengi hawawatambui kwamba hawa watu hawana nia njema. Wanazungumza mambo vizuri tu ya akhera, peponi, adhabu za motoni na nini, ndio yale wanazungumza, lakini lengo lao ni tofauti na lile lengo la mtume la kutaka kuwatoa watu kwenye viza kuwapeleka kwenye nuru, au kutaka kuwa neno la Mungu liwe juu, maneno ya watu wasiompenda Mungu yawe chini.
litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Watu wa kheri wanapofanya hizi harakati za dini, lengo lao huwa wanataka lile analolitaka Mungu ndo liwe juu, hata kama lake yeye litavia, la Mungu liwe juu. Wa kalimatul ladhina kafaru sufla, na lile lililopangwa na kafiri liwe chini. Lakini hawa wanalao hilo lao ndo wanataka liwe juu, hata kama litalipita la Mungu, lao liwe juu. Lakini watu wengi hawawajui kwa sababu ya ule umahiri wao, ni weledi sana, wasomi. Walakin nahnu na'lamuhum, lakini sisi tunawajua. Yani Allah anamwambia mtume wake, mimi mwenyewe nawajua. Wa nukhbiruka an ahwalihim, na nitakuwa ninakupa habari kuhusu hali zao. Lolote watakalolifanya wewe hulijui, nitakujulisha. Chochote watakachopanga dhidi yako kama hujafahamu, nitakufahamisha. Sanuadhibuhum marrataini, watu kama hawa tutawaadhibu mara mbili. Yani kosa fulani alilolifanya mtu mjinga, atakapopewa adhabu yake, kosa lile lile kwa huyo atapewa adhabu mara mbili. Ndo maana yake sanuadhibuhum marrataini, tutawaadhibu mara mbili. Adhabu yao itakuwa double amount. Fi dunia, kwanza tutawaadhibu hapa duniani bilqatli wal asri. Kwenye mapambano haya watakuja kuingia kwenye 18 kama mnavyosema, watauawa kwenye vita au watatekwa. Inawezekana wako kwenye jeshi la mtume, kwamba ndo wanajifanya Waislamu, wakenda wakapigana, na mara nyingi huwa wanamfanyia khiana mtume, wanamsaliti kwa kukimbia njiani. Lakini Allah anaweza akawafanyia mtego, wakakamatwa mateka, au wakaingia mahala wakauawa duniani. Atakapouawa mtu kama huyu, inaonekana kauawa shahidi, si alikuwa kwenye jeshi la Waislamu anapigana na makafiri. Lakini Allah anasema kwa huyu hapa duniani itakuwa kampa adabu, na akhera hawezi kusalimika. Wa inda al-mauti bil adhabil qabri, na tutamuadhibu mara ya pili wakati wa kufa kwa kupata adhabu ya kaburini atakapozikwa. Hizo ndo mara mbili alizozungumza Sheikh. Thumma yuradduna ila adhabin azim, halafu akhera kwenyewe watakwenda kwenye adhabu kubwa. Duniani wanaweza wakapata adhabu kama hizo mara mbili, lakini akhera wanakwenda kwenye adhabu ya milele. Huko ndo kunako maisha haya ni ya mpito tu. Hii ni interim life, mmewekwa hapa kwa muda, kwa lengo maalum. Baadaye mkimaliza hilo lengo maalum la hapa, mnakaa kizuizini, barzakhi, kaburini, mnasubiri kesi zenu. Baada ya hapo ndo kuna maisha ya milele. Sasa kwenye maisha ya milele, aliyejiandaa atakaa mahala pazuri, ambaye kaharibu atakaa mahala pabaya kwenye maisha yote ya milele yasiyokuwa na mwisho. Ndio maana kule akasema wenye kujua mafanikio huwa wanatafuta mafanikio ya huko, sio ya hapa. Hapa hata ukifanikiwa, haya si mafanikio. Huko kuna kwa maisha ambayo hayana mwisho, ndo utengeneze mazingira huko uwe umefanikiwa. Thumma yuradduna ila adhabin azimin, ay thumma fil akhirati yuradduna ila adhabin nari, kesha watu hawa huko akhira watarejeshwa kwenye adhabu ya moto. Alladhi, adhabu ambayo aaddahu Allahu lilkuffari walfujari, Allah ameiandaa kwa ajili ya makafiri na wenye kufanya makosa duniani. Kile alichokuwa kaambiwa afanye anakikataa, kwa hiyo hilo ni kosa. Na kile alichokatazwa kufanya yeye ndo anakipenda na anafanya, na hilo ni kosa. Na maisha yake yote figisu tupu, hafati utaratibu. Kwa hiyo akhera atakwenda kwenye adhabu ya moto. Umeandaliwa kwa watu kama hao walioenda kinyume na mpango wa Allah. Wa akharuna atarafu bidhunubihim, kuna na watu wengine ukiacha hao wanafiki. Wa akharuna, kuna na watu wengine wa mjini na vijijini,
i'tarafu bidhunubihim, huwa wanakiri makosa yao. Kufika pahala mtu akajua, ninavyofanya vibaya, kwa kweli nakosea, akakaa kitako, akaleta toba, akataka istighfari kwa Mola wake, kakiri nimekosea au nimeharibu. Ai, maana yake wa qaumun akharuna, kuna na watu wengine ukiachilia mbali hao wanafiki, aqarru bidhunubihim, wamekiri makosa yao, walam ya'tadhiru an takhallufihim, lakini baada ya kukiri makosa yao, lam ya'tadhiru an takhallufihim, hawakuja kwako Mtume kutoa sababu za kule kutokukufuata, kubakia kwao nyuma. Wengine si tuliambiwa huko juu walitoa dharura za uongo waruhusiwe wasiende vitani? Sasa wengine hata dharura ya uongo ile kwenda kuomba, mimi hakwenda kuomba, kabakia tu mwenyewe, lakini hatimaye akajua nimekosea, nilichofanya sio sawa. Kwa hiyo wako pia watu kama hawa walibaki nyuma, hawakumtii Mtume kutoka kwenye safari kama hiyo ya kiulinzi, na wala hawakutoa dharura yoyote. Aqarru bidhunubihim, wamekiri makosa yao, walam ya'tadhiru an takhallufihim, wala hawakuleta dharura ya kule kubakia kwao, bil ma'adhiri al-kadhiba, hata zile dharura za uongo pia hawakutoa wao, kama walivyotoa wenzao sababu za uongo. Qala Razi, wanawachuoni Fakhru Razi kasema, hum qaumun minal muslimin, hawa ni watu katika Waislamu, sio wale wanaolaumiwa kwa unafiki, ni Waislamu. Takhallafu an ghazwati Tabuk, walibakia nyuma, hawakutoka kwenda kwenye vita vya Tabuk, na walihamasishwa sana Waislamu wenye uwezo wa kushika silaha waende. Hii vita ni muhimu kwa jamii ya watu wa Madina, wanaume wao, wanawake, watoto, watoke wakalinde mji wao, wakalinde nchi yao. Kwa hiyo kuna wengine kwa woga au kujipenda sana hawakutoka, na wala hawakutoa sababu hata za uongo. La linifaqihim, si kwa sababu ya unafiki. Hawa ni Waislamu, lakini ule ni utovu wa nidhamu tu. Ukiwa chini ya kiongozi lazima uwe unasikiliza agizo la kiongozi, una lako lazima umtaarifu kiongozi, unataka ruhusa lazima umuombe kiongozi. Hasa hawa hawana mentality ya kuwa ni wanafiki, si wanafiki, ni Waislamu, lakini kwa sababu ya utovu wa nidhamu hawakuwa ni wenye kutoa ushirikiano kwa kiongozi wao, hawakumtaarifu chochote. Bali kaslihim, tatizo ni uvivu wao tu. Mesiendi safari, kajisikia asiende, basi anaamua tu siendi. Thumma nadimu ala ma faalu watabu, halafu baada ya safari kuondokwa, wao walijuta kwa kile walichokifanya na wakatubu kwa Mola wao, kwa kweli tumekosea, tulichofanya sio sawa. Hawa ndo anawazungumza Allah. Watu hawa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, wamechanganya katika utendaji wao amali nzuri mbaya, wanafanya tu Waislamu, lakini baya kafanya, zuri kafanya. Khalatu jihadahum, wameichanganya ile jihadi yao asabiq, waliopigana au waliopambana huko mwanzo. Maana wengine labda walishiriki vita fulani, lakini vita hivi wakawa wavivu, wakasema hivi tena basi Mungu mwenyewe anajua. Sometimes kafanya vizuri, kaenda katoa ushirikiano, kwa ushiriki wake Allah akatia taufiki, wakashinda, wakalinda mji wao.
lakini mara nyingine uvivu ukampanda akasema mara hii sitoki, na ala hakutoa sababu yoyote. Hawa khalatu jihadahum sabiq, walichanganya jihadi yao waliopigana nyuma, wa khurujuhum ma'a rasuli lisairi alghazawati, na kule kutoka kwao walikotoka na mtume kwenye vita vingine vilivyotangulia. Sasa kheri walioifanya kabla ya hapa ndo naambiwa khalatu, wameichanganya bila amali sayyi, na amali mbaya. Mara hii wameamua kufanya kosa kubwa. Kafanya vizuri mwanzo, lakini hapa wakaja wakafanya kosa kubwa. Kheri yao ya mwanzo wameichanganya na shari. Wa huwa, na shari waliokuja kuichanganya na kheri yao iliyotangulia, takhallufuhum an ghazwati Tabuk, ni kule kumkhalifu mtume, wakamtelekeza, wakamsaliti, wasishirikiane naye kwenye vita vya Tabuk. Kwa hiyo huenda ile kheri walioifanya mwanzo yote ikawa imepotea kwa sababu ya shari kubwa walioimalizia mwisho kufanya. Na ndivyo tunavyokuwa tunaharibikiwa. Utajitahidi kufanya mema alafu mwenyewe useme nilofanya yananitosha. Una hakika yatabakia? Ukisema yananitosha, utakuja kufanya jambo baadaye liharibu hayo unosema yamekutosha, yawe hayapo kabisa, yafutwe. Kwa hiyo mwanzo wamefanya mengi mazuri, lakini hili ni baya ambalo uelekeo wake linafuta yale mazuri walioyafanya. Kwa hiyo mazuri walioyatanguliza yameharibiwa na baya walilokuja kulifanya baadaye. Wa huwa, na baya lenyewe, takhallufuhum an ghazwati Tabuka hadhihi almarra, ni kule kumkhalifu kwao mtume, wasishirikiane naye kwenye vita vya Tabuka kwenye mara hii. Na hivi ni vita vibaya mno. Kama wasingekwenda kulinda mji wao, Warumi, dola kubwa wakati huo, walikusudia kuja kuivamia Madina na waivurugilie mbali. Kwa hiyo wewe unasema sendi, nitakwenda kufa, na mwingine aseme siendi, nitakwenda kufa. Kumbe mshapangiwa kufa hapa hapa kwenu, watu watakuja kuvamia. Sasa mnamkomoa nani? Kwa hiyo kuna watu wamefanya kosa hilo, Allah akasema asallahu an yatuba alaihim. Hawa kwa sababu i'tarafu bidhunubihim, wamekiri makosa yao na wakatubu, asallahu an yatuba alaihim, huenda hawa Allah akakubali toba zao. Na asa ya Allah sio ya bahati nasibu, hii ni uhakika. Hawa madamu wamekiri kosa na wamerejea kwa Allah wakatubu, Allah atazikubali toba zao. Hawa sio wanafiki, ni Waislamu lakini wazembe sometimes kama sisi. Yani la'alla Allah yatuba alaihim, huenda Allah akakubali toba zao. Qala Tabari, amesema Tabari, wa asa min Allah wajibun. Neno asa anapolitumia Allah huwa linamaanisha wajibu. Akilitumia mwingine akisema asa maana yake huenda. Asa huenda hii ni ina 50-50, huenda akakubali, huenda akakataa. Lakini kwa Allah akitumia neno asa, kwake yeye huwa hilo jambo kishajiwajibishia, ni wajibu kwake. Wa maanahu, na maana yake Allah kusema asa Allahu an yatuba alaihim, maana yake anakusudia sayatubu Allahu alaihim, hawa Allah atakubali tu toba zao. Anajua udhaifu wa viumbe wake, na maadamu wamekiri kosa na wakatubu, Allah anawakubalia toba yao. Walakinahu fi kalami al-arabi, lakini neno asa kwenye maneno ya Waarabu bimaana taraji. Ikitumika asa kwenye lugha ya kawaida, maana yake tunatarajia, huenda ikawa. Lakini huenda itakuwa ina ncha mbili, huenda ikawa na kinyume chake huenda isiwe. Lakini Allah akilitumia hilo neno huwa anamaanisha ni uhakika atafanya. Fil kalami al-arabi, kwenye maneno ya Kiarabu huwa inatumika bimaana taraji ala ma wasifat. Anayeambiwa kwa kutumia neno hili
huwa anaweka aina pasenti fulani ya matarajio ya hicho kilichoambiwa huenda. Msubiri kidogo, huenda atatokezea. Sasa hapo ndo unakaa huenda akatokezea na huenda akapotezea. Lakini Allah hana maana hiyo. Yeye akilitumia huwa anakusudia 100% positive. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Lakini ni mwingi wa kusamehe kwa wale wanaotaka kusamehewa, na ni mwingi wa rehema kwa wale wanaotaka kurehemewa. Kama hutaki hakulazimishi, hakuforce. Kama hao wanafiki tunaambiwa yanakwisha mawaidha, hawataki kujirekebisha, wanang'ang'ania tu tabia yao mpaka mauti yanawakuta huko. Lakini hata wao mtu akikubali kujirekebisha na akatubu, Allah anawasamehe. Inna Allaha ghafurur rahim, ai maana yake dhuafu liman taba, Allah ni mwenye kusamehe sana kwa yule anayetubia makosa yake. Kosea kadiri utakavyokosea, madamu uhai, ukisema nimetubu ninaelekea kwa Mola wangu, anakupokea wala hana kinyongo. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema Muhammad, waambie waja wangu mimi Mola wao nasema, enyi waja wangu ambao mmepitiliza, mmefanya fujo katika kudhulumu nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillahi, musikate tamaa na rehema za Allah. Usije ukafika mahala ukasema mimi kwa niliyofanya si samehewi. Allah hayuko hivyo. La taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe aina zote za madhambi. Lakini kwa yule atakayekuwa tayari kutubu akasema nimekoma sirudi tena, ukimhakikishia anasamehe dhambi za aina zote duniani. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika Allah ni mwenye kusamehe na ni mwingi wa rehema. Azimur rahma liman anaba, Allah ni mwenye rehema nyingi kwa yule anayeelekea kwake. Humrehemu, akamtengenezea mazingira mazuri, akamrekebishia makosa yote mabaya aliyoyafanya, yakamwezesha kuenda mahala pazuri. Hawa ambao Allah kasema atawasamehe hawa, mtume akaamrishwa khudh min amwalihim, chukua kutoka kwenye mali zao, sadaqatan, sadaka. Waambie watoe sadaka. Tutahiruhum, sadaka zao zitawasafisha kwa haya makosa wanayokosea mara kwa mara. Chukua kutoka kwenye mali zao sadaka, zichukuliwe kwa watu wenye kipato, ziwasaidie watu wenye shida. Sadaka hizi tutahiruhum wa tuzakihim biha, uwataharishe na yale machafu, tabia mbaya walizozifanya, na uwatakase kitabia, uwaelekeze katika hali njema na mwenendo mzuri. Baada ya kutoa sadaka, ulishakosea, ulishaharibu, ulijidhuru mwenyewe, lakini kwa sadaka yako Allah atakurekebishia, akuondolee yale madhara. Ulikuwa tabia yako ishakuwa sio nzuri, ni mbaya, haipendi kheri na inapenda shari. Allah atakutakasa, akurekebishie mwenendo wako, uwe ni mtu mwenye kupenda kheri na uchukie shari kwa kutoa sadaka. Khudh ya Muhammadun, chukua ewe Muhammad, min haulai, kutoka kwa watu hawa uliosifiwa, wapili hao, sio wale wanafiki. Chukua kutoka kwa hawa watu ambao walikosea wakajirekebisha. Alladhina atarafu bidhunubihim, watu ambao wamekiri makosa yao au madhambi yao. Chukua kwao sadaqatan, sadaka, tutahiruhum biha min adh-dhunubi wal auzar, watakase kutokana na dhambi zao na mizigo ya makosa walioyafanya. Watunammi bitilka sadaqati hasanatuhum, na ili uwakuzie kwa hizo sadaka zao mema yao. Yani sadaka ukitoa
inaongeza uzito kwenye mema yako. Kama ulikuwa una mapungufu, umefanya kheri nyingi, lakini mwenyewe ukaziharibu kwa yale mabaya uliyofanya. Kwa hiyo ushakuwa una wepesi kwenye mizani yako ya mema. Kwa kutoa sadaka, Allah anakuongezea uzito kwenye mema yako. Hata yartafiu biha, mpaka kwa kutoa kwa sadaka yale mema yao yanyanyuke, yawe na uzito. Yartafiu biha, wanyanyuke kwa zile sadaka zao, ila maratibil mukhlisin al abrar, na wao wawekwe katika orodha, ratiba, vyeo, nafasi za watu waliokuwa na ikhlasi, waliofanya mema. Vile ukivuruga kwa makosa makubwa kama haya, mema yako yaliyotangulia na yote yanateketea, yanaharibika, unakuwa huna mema. Sasa ukitoa sadaka baada ya toba yako, Allah kwa fadhila zake anakurejeshea tena uzito kwenye mema yako, anakurekebishia moyo wako, anakutakasa tabia yako, unakuwa ni mtu wa kheri. Kuna kisa kilitokezea hapa Unguja, wala si hivyo vya watu wa zamani wa Maka na Madina na kwingineko. Kuna mtu aliendewa kuombwa msaada wa kuchimba kisima ambacho kitatumika kwa msikiti na madrasa. Ni mfanya biashara, akabihi moyo, anasema mtaji wangu sio mzuri. Kwani kisima kinahitaji shilingi ngapi? Kaambia kinahitaji milioni 3 tu kwa zama zile. Basi mtatoa ustazi. Akatoa milioni 3, zikachimbiwa kisima, kikasaidia maji kwa msikiti na madrasa na watu wa mtaani pale. Huyu bwana baada ya kukamilisha kazi ya kujenga kile kisima, akaenda zake kwenye biashara zake Thailand, Bangkok, nda kutafuta bidhaa aje zake kuuza Unguja. Aliporudi akaja kwa yule ustazi aliyemuomba achangie ujenzi wa kisima. Akamwambia, ustazi, siku yoyote ikitokezea nafasi kama ile, kabla hujamwambia mtu, naomba uniambie mimi. Ipi? Si ulinipa kazi ya kuchimba kisima? Ndio. Basi ukitokezea pahala popote katika mambo ya kheri, kisima, msikiti, nini, madrasa, kabla hujamwambia mtu, njoo uniambie mimi. Naweza nitafanya, sikuweza nitakwambia. Naweza kutafuta mtu tukashirikiana, nitafanya. Nikiweza peke yangu nitafanya. Kwani kuna nini nyuma ya pazia? Mbona hujaja hata siku moja ukanambia maneno kama, bwana, mambo makubwa, habari ndefu ustaz. Haya, habari ndefu vipi? Akamwambia, bwana, sisi wafanya biashara watu wabaya sana. Nikupe ile siri na mambo yaliyonikuta. Ile sadaka imenisaidia sana niliyotoa. Sisi watu wa biashara watu wabaya sana. Unajua, tukitoka hapa tukaenda huko kwenye miji ya watu, kuna mambo ya starehe. Kwa hiyo na watu wakitoka huko kule wanakuwa wana faraha, wanafanya wanavyotaka. Sisi tunaweza tukatoka hapa wafanya biashara 6, 7, tukatafuta nafasi ya kukaa sote ili kubana matumizi. Lakini kuna sehemu za starehe kule, watu wanatoka wakishafanya biashara zao wanaenda kustarehe. Kuna mahoteli ya fahari, unaweza kwenda hoteli unapewa ile menyu, ina mambo tele katika vyakula, vinywaji, starehe, anasa, burudani, unatiki unachotaka. Fikiria ustazi, hata ukisema mimi nataka nipate mwanamke bikra kila siku nitakayokuweko hapa, ipo. Kwa hiyo kuna wanawake wanaotafutwa wakakamatwa huko mitaani. Ukisema nataka kila siku bikra, unaletewa madamu ushalipa pesa inayotakiwa. Ukisema ni mtu wa mapenzi ya jinsia moja, nataka wakulimbua mwanamme baradhuli, unaletewa. Wewe ndo unataka basha, unaletewa. Maana ndo huduma za hoteli. Sasa watu wakenda huko wanajifaragu wanavyotaka. Sasa mimi baada ya kufanya ile amali hapa nilipotoka, nimejisikia niko tofauti.
Kwanza mara hii nimeenda na wenzangu, tuliposhuka tu airport Bangkok, wametafuta hoteli, mimi nikawakimbia. Moyo wangu ulikuwa mgumu kufuatana nao. Nimewakimbia, nikatafuta bangalo sehemu moja ndogo duni tu, nikakodi, nikawa nalala geto tu. Chakula changu sili cha fahari, mimi nikawa ninakula chakula cha kawaida tu, madam halali na kula. Cha ajabu zaidi kilichonistaajabisha, mtaji wangu mimi mdogo, unajua tunakwenda nje lakini hatuna pesa kihivyo, nimeenda na pesa zangu ndogo sana. Lakini nashangaa wale wenye biashara, ninapooda, hebu nipe hichi, pisi ngapi? 10. Hichi, kwani hivi vitu huko kwenu havina soko? Naambia vinavyo soko. Sasa kwani unachukua 10 tu? Na kule watu wana magodown yamejaa bidhaa, wanatamani zitoke watie nyingine. Basi wameniamini kunikopesha. Ambia kama zina soko chukua, wewe ukija tena utakuja kulipa. Sasa nimeaminiwa na watu hawanijui, siwajui, wakanipa mali nyingi. Cha ajabu, kushusha mzigo tu, ndani ya wiki moja umekwisha, umenyang'anyiwa wote. Nimerudi kule baada ya wiki, watu wamefurahi sana kuwalipa zile pesa zao, wakaniongeza mzigo. Sasa nimeona kuna siri kubwa sana kwenye hii sadaka, ndio maana nakwambia kabla hujamwambia mtu niambie mimi. Kipindi hichi kifupi tangu kumaliza ile kazi, yani nimenyanyuka sana. Allah kaninyanyua, alafu kaurekebisha moyo wangu, sipendi yale mambo machafu sasa. Sadaka aliitoa kwa ikhlasi na Allah akaikubali, kamrekebishia moyo wake, kamuongezea mali yake, mpaka anatamani ikitokezea fursa usimwambie yote kabla ya kuniambia mimi. Sasa hapa duniani haya mambo huwa yanatokea, lakini mtu haamini kwamba mtu Allah atakurekebishia moyo wako, atakutibu maradhi yako, atakubariki kwenye mali yako. Unafikiri kubarikiwa lazima itoke pesa kutoka mbinguni ishuke ijaye chumbani kwako? Hamna. Kwenye shughuli zako Allah atakufanyia wepesi ya kuongeze zaidi. Kwa hiyo na hawa wameambiwa, wamefanya kosa kubwa, lakini wamekiri kosa lao na wakaelekea kwa Mola wao kutubia. Sasa anaambiwa Mtume, chukua sadaka kwenye mali zao, na sadaka sio wataifishie mali. Sadaka ni kitu kidogo tu, tena kiko ndani ya uwezo wako. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Toa kwa ikhlasi, uwe na nia njema, ukusudie hasa unamkabidhi Allah na umwambie shida zako. Allah akikuona ule ukweli wako, seriousness yako, ndo anayodili nayo. Khudh min amwalihim, chukua kutoka kwenye mali zao, sadaqatan, chukua sadaka. Sadaka hii lengo lake tutahiruhum wa tuzakihim biha, uwataharishe na uwatakase kwa hiyo sadaka yao. Washajichafua sana, wamejiharibia sana, kwa hiyo watoe sadaka iwe ni sababu Allah awarekebishie. Khudh ya Muhammadun, chukua ewe Muhammad, min haulai alladhina i'tarafu bidhunubihim, chukua kutoka kwenye mali za hawa ambao wamekiri makosa yao. Sadaqatan, chukua sadaka zao, tutahiruhum biha min adh-dhunubi wal auzari, uwatakase kwa sadaka zao kutokana na dhambi walizozifanya na mizigo ya makosa waliojibebea. Watunmi bitilka sadaqa, na uwakuzie kwa hizo sadaka zao hasanatuhum, mema yao yako dhaifu. Wakitoa sadaka inakuwa ni sababu Allah kuwaongezea kwenye mema yao. Hata yartafiu, mpaka yapande hayo mema yao, yartafiu biha, wapande watu hawa watoaji sadaka kwa hizo sadaka zao, ila maratibil mukhlisina al-abrar, wafikie viwango vya watu wanaofanya vyema kwa ikhlasi na wanaofanya mambo mema anayoyaridhia Allah. Hawanyang'anywi mali zao. Ili ufanye kitu, upate kitu, lazima utengeneze sababu Allah anataka kupitia sadaka. Fanya lile jambo gumu ambalo moyo wako haupendi kwa ajili ya Allah, ili Allah akurekebishie mambo yako mengine. Jengine akaambiwa Mtume, wasalli alaihim,
waombee dua kwa Allah. Sala ni dua. Inna salataka sakanun lahum, dua zako ndio utulivu wao. Dua zako zinawasaidia sana hawa watu wafuasi wako. Yani wad'u lahum bil maghfira, wenyewe wametubu baada ya kukiri makosa, lakini na wewe mtume waombee msamaha kwa Allah. Ud'u lahum bil maghfira, waombee msamaha kwa makosa walioyafanya. Fa inna du'aaka, hakika ya dua zako wewe mtume, wastighfaruka, na kuomba kwako wewe msamaha, tumaaninatu lahum, ni utulivu kwenye nafsi zao. Wenyewe wameomba na wewe waombee. Wewe unasikilizwa zaidi, maombi yako wewe yana kasi zaidi kuliko maombi yao. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sakanul lahum, maana yake rahmatul lahum. Dua zako wewe mtume kuwaombea hawa kwa Allah ni rehema kwao, utawarehemu, utawatoa kubaya uwapeleke kuzuri. Wallahu samiun alim, na Allah anasikia maneno ya wasemaji na maombi ya waombaji. Alimun, na huwa anajua hata dhamiri zao moyoni. Kwa hiyo ukiomba uombe kwa ikhlas, na Allah awe anajua unamuomba kweli. Baada ya kufanya kheri, peleka baada ya kheri na maombi yako, Allah anayasikiliza. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu, kwa Allah maneno yenu mazuri yanapanda, yanamaanishwa dua. Wal amalu salihu yarfa'uhu, lakini amali njema ndizo zinazoyanyanyua maneno. Usipeleke tu ukasukuma maneno matupu matupu. Fanya amali ya kheri, uiambatishe na maneno yako ya maombi na dua, basi Allah anaichukua ile amali, ndo inayanyanyua na yale maneno ya dua, maombi yako. Wallahu samiun alim, Allah ni mwenye kusikia na anajua. Samiun liqaulihim, Allah anasikia kauli za wasemaji, anasikia maombi ya waombaji. Alimun biniyatihim, na huwa anaangalia nia zao, pale wakiomba wanakusudia nini, wanaomba kweli au ni uzoefu tu wa mdomo kutamka. Nia yako moyoni, umekusudia nini, Allah anakujua. Kwa hiyo ukifanya vitu vifanye seriously, usitanie, Allah anajua. Alam ya'lamu, kwani hawa watu hawajui? Anna Allah huwa yakbalu taubata, hawajui watu kwamba Allah anakubali toba ya mtu aliyekosea? Tunajua. Alam ya'lamu, kwani hawajui? Anna Allah huwa yakbalu taubata an ibadihi, Allah anakubali toba za waja wake waliokosea. Wakikiri tu nimekosea na sina usalama nikirudi, siuwezi ugomvi wa Mola wangu, basi urudi upatane naye, yaishe. Kwa hiyo wanahamasishwa watu suala zima la kutubu. Usiendelee tu na makosa mpaka mauti yakakukuta wewe mkoseaji. Fika pahala useme inatosha, na ninakokwenda kugumu, niliyoyafanya yatanigharimu, siwezi mimi shari nitakayoikuta kwa Mola wangu. Basi mbembeleze Mola wako akusamehe mapema, upatane naye, ukifa awe kakuridhia. Na hapa ndo anasema hivi Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lamu anna Allah huwa yakbalu taubata an ibadihi, kwani hawa watu hawafahamu, hawajafahamu tu bado kwamba Allah anakubali toba ya waja wake wanaokosea wakarudi, anawapokea, anawakubalia. Alistifhamu litakriri, Allah kauliza swali, lakini hana maana ya kwamba umjibu swali. Swali hili maana yake unatakiwa ufahamu hivyo, kama ulikuwa hujui. Allah anakubali toba ya mwenye kukosea akarudi, anampokea. Alam ya'lam ulaika ataibuna, kwani hawa waliokiri makosa na wakatubu hawajui? Anna Allah ta'ala huwa alladhi yakbalu taubata man taba, hawajui kwamba Allah anakubali toba ya mwenye kutubia? Min ibadihi, kutoka kwa waja wake. Wa ya'khudhu sadaqati,
Na pia kwani watu hawajui kwamba Allah huwa anazikubali hizi sadaka mnazotoa, anazithamini? Toa, nuia sadaka moyoni, ajue umenuia sadaka, unamkabidhi yeye Allah. Sasa Allah kwani hamjui kwamba Allah anazipokea sadaka zenu? Ya'khudhu sadaqati, Allah anazichukua zile sadaka mnazotoa. Hanufaiki nazo yeye, unanufaika nazo mwenyewe. Wewe hujui kwamba unapata manufaa ukitoa sadaka. Mwingine anatoa roho imekunja, shingo upande, ndo basi tu lisilobudi, lakini moyoni hakupenda. Na Allah hataki amali kama hiyo ya mtu ambaye kalazimishwa, mwenyewe hapendi, hataki. Anataka amali ya mtu aliyefanya na roho kunjufu, kapenda, kakusudia hasa, yani kamaanisha nafanya hivi kwa ajili ya kutaka radhi ya Mola. Wa ya'khudhu sadaqati bimaana yatakabbaluha mimman akhlasa niyya, Allah huwa anazikubali sadaka za wale waliotoa chao kwa ikhlasi, wamemkusudia Mungu, wanafanikiwa tu. Allah huzikubali na akawafanikishia ambalo nia ya kutoa kwao ni hii, anawafanikishia. Wa anna Allah, na hawajui pia kwamba Allah huwa tawwabur rahim, Allah ni mwenye kukubali toba sana za wenye kutubu, na ni mwenye rehema, anawarehemu waja wake. Huko kwenye shari atakuondolea shari, una maradhi atakuondolea maradhi, moyo wako mgumu unapenda dhambi atakusafishia moyo wako. Allah ndo anayesarifu nyoyo. Allahumma musarrifal qulubi wal absar, ewe Mola unayezisarifu nyoyo zetu na macho yetu. Sarif qulubana ila taatik, zisarifu nyoyo zetu zielekee kukutii, zikubali na zipende kukutii. Sasa toa sadaka, halafu muombe maneno mazuri kama hayo, anakupa. Wa anna Allah huwa tawwabur rahim, Allah ni mwenye kukubali toba za wenye kutubia baada ya kukosea. Rahimun, anawarehemu, anawatoa kwenye nakama, anawapeleka kwenye neema. Wa anna Allah, na hakika ya Allah, wahdahu, peke yake, wal almusta'thiru biqabuli taubati warahma, yeye tu peke yake Allah ndiye mwenye tabia ya kukubali toba za wanaomkosea na akawarehemu. Liqaulihi, kwa sababu ya kauli yake, ghafiri dhambi wa qabili taubi shadidil iqabi dhit taul, kwenye aya ya 3 ya suratu Ghafir. Allah kajisifia hivi, ghafiri dhambi, wanaojisikia wana madhambi, wamekosea, mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni yeye Allah peke yake. Muelekee, hajafunga mlango wala hajaweka kikwazo au pingamizi. Elekea kwake, we ni kiumbe na yeye ndo aliyekuumba. Jielekeze kwake, ghafiri dhambi, yeye ndo mwenye kusamehe dhambi za waliofanya dhambi. Wa qabili taubi, Allah ndiye anayekubali toba za wale ambao wanajikuta kwamba hatuna pa kuelekea kwenye salama ila kwa Allah, wakaenda kwake wakitubu, anawakubalia toba zao. Lakini kinyume cha kwenda kwake ukatubu, shadidil iqabi, Allah ni mkali wa kuadhibu. Ukenda kwako na makosa yako, ukenda kwako na maasi yako, ukenda kwake hali ya kuwa hukutekeleza maagizo yake, utamkuta mkali, hakuchekei. Shadidil iqabi, ni mkali wa kuadhibu. Dhitauli, halafu hawezekani. Hakuna anaweza akasema mimi ninakwenda vibaya lakini hawezi kunipata, hawezi kunitia hatiani, hatoniadhibu. Hakuna anayemweza Allah hata mmoja. Kakimiliki kila kitu katika ulimwengu huu, kiko chini ya kahari yake. Waqul, aya inayofuata Allah anamwambia mtume wake, waqul, nasema ewe mtume, waambie watu, i'malu, jamani tendeni amali. I'malu, tendeni. Hapa duniani mmeletwa kwa ajili ya kutenda. Kuna mambo yanaangaliwa kwenu, mtakapokwenda hamko yatekeleza, ni deni hilo, na kulipa kwake ni adhabu.
Wa qul i'malu, waambie tendeni yale mliotakiwa kutenda, tendeni. Fasayara Allahu amalakum, Allah ataona mnachotenda. Allah anaona mnachotenda. Wa rasuluhu, na mtume wake ataona mnachotenda. Wal mu'minun, na waumini wataona mnachotenda. Kajitaja Allah, mtume wake na waumini kwenye amali za uwajibikaji tunazofanya duniani. Siri yake ikoje? Sighatu amri, aya imekuja kwa mfumo wa agizo, amri. Tendeni ni amri. Mutadhamminatun bilwaidi, halafu amri hii imefungamana na makamio ya Allah. Tendeni, yani ndicho mlichokusudiwa kuwekewa hapa. Hamkutenda mtakiona cha mtema kuni. Ani'malu, tendeni, mashi'tum, mtakacho. Hii i'malu hamkuambiwa mtende nini, lakini waumini wanajua wameletwa hapa kwa ajili ya ibada, watende ibada. Kinyume cha kutekeleza uliloletewa, utakuwa unafanya maasiya. Maasiya pia ni vitendo, ni amali. Kwa hiyo binadamu yoyote duniani hayuko free kwamba kakaa tu hatendi. Atatenda ikiwa ni la kheri au la shari, atatenda lenye faida au la hasara. Sasa hili agizo lililopo hapa sio kwamba Allah kishakubali mfanye mtakachopenda wenyewe, hana neno tena, hakuulizini, sio maana hiyo. Hapa ni onyo. Amri imefuatana au imeambatana na onyo ndani yake. Maana yake inakusudiwa hivi: i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakacho, lakini hajaruhusu. Fanyeni mtakacho, mtakavyojisikia kufanya fanyeni tu. Minal a'mali, katika amali. Fa a'malukum, haya matendo yenu mnayoyafanya hapa, la takhfa ala Allah, kwa taarifa yenu hakuna linalofichikana Allah akawa halijui. Tendeni mtakazo, mkiamua kufanya maasi fanyeni, mkiamua kheri fanyeni. Lakini hakuna mtakalotenda likawa hili Allah hakuliona, hana taarifa nalo, halijui, alikuwa hayupo, alizembea kidogo, kasinzia mara moja. Hakuna. Tendeni tu. Fasatu'radu yawmal hisabi, haya mnayoyatenda leo yatakuja kuwekwa wazi siku ya malipo. Ala rasuli, kwa mtume Muhammad, watu wako wamekuja wengi wamefanya jambo hili, ndio ulivyowaambia, ndio nilivyokutuma. Mefahamiana? Ili amali ya mtu ikubalike, lazima ifate mfumo wa mtume aliyetumwa kuja kufundisha amali hii. Mola wenu ataka ifanywe hivi, hili hataki. Ukibuni la kwako ukaliona zuri, ukalipenda, ukalifanya na ukawafundisha wengine wafanye, utakuja kuulizwa ubunifu huu wewe uliupata wapi? Ndo mtume wenu alivyokufundisheni. Mnifahamu? Maana mitume wataulizwa pia siku hiyo. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin. Wallahi siku ya kiyama tutakuja kuwahoji watu waliopelekewa mitume mijini kwao, na hao mitume wenyewe tutawahoji, nyie mmefanya hivi ndo mlivyoambiwa? Watu sisi tutaulizwa. Kakwambia nani? Ndo nilivyokuwa naona watu wengi wanafanya. Watu ndo walioambiwa waje wakufundishe. Na mtume ataulizwa, watu wako wamefanya hivi ndo ulivyowaambia? Sijawaambia hivyo mimi, nilivyowaambia ndo vile vile ulivyonituma wewe. Kwa hiyo mnavyotenda mambo yenu mchanganyiko kama mnavyopenda. Wanufaika wa kwanza ni waumini vile vile, ndio maana wakatajwa waumini. Kama ingelikuwa kwenye maisha yetu ya kawaida tunafuata dini kwa kutekeleza yale ambayo dini imeamrisha, tungeishi hapa duniani kama tushaingia peponi, maisha yalingekuwa raha mustarehe. Lakini madhara mengi na misukosuko inayotukuta ni kutokana na makosa ambayo baadhi yetu wanafanya. Likifanyika ambalo dini haitaki,
athari yake lazima itajitokeza kwenye maisha yetu ya kila siku, na wadhurika tutakuwa ndo sisi. Hata kama hukufanya wewe, lakini likifanyika jambo ambalo athari yake ni mbaya na wewe upo kwenye eneo husika, madhara yale hayatokubakisha. Idha nazala albalau yaum as-salih wa talih, balaa ikishuka huwa haichagui, inawajumuisha wote, wazuri na wabaya. Kwa hiyo Allah ataona mlichofanya ndicho alichotaka au sicho, na mtume wake ataona mlichofanya, je, ndiye aliyekufundisheni au yeye hahusiki, na waumini wataona mlichofanya, kwa sababu kama ni cha kheri wao ndo wanufaika wa kwanza, na kama ni cha shari wao ndo wadhurika wa kwanza, na kama cha shari kiliachwa, manufaa ya kuachwa hiyo shari wanufaika ni wale wale waumini. Maisha ya kijamii yana mtandao mpana sana. Halafu hayo ni kwa duniani tu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi washahada, leo mpo duniani, lakini kuna siku mtakuja kurejeshwa kwa Mola anayejua siri na dhahiri. Hapitwi na jambo, hasahau kitu, haghafiliki, wala haonei wala hapendelei. Kuna siku mtakuja kuhudhurishwa mbele ya Mola anayejua ghaibu na anayejua mambo yenye kuonekana. Wasaturaduna ila Allahi alladhi, leo mpo duniani, lakini msisahau mutarejeshwa kwa Allah ambaye la takhfa alayhi khafiyatun, kwake hakuna lolote linaloweza kujificha. Hata yale mnayoyadharau mkaona hili dogo tu, hata maindi, kwani hili hata hilo dogo ana maindi, atalileta tu siku ya hisabu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, siku hiyo mkirudi kwa Mola wenu atakwenda kukupeni taarifa kamili ya yote ambayo duniani mlifanya. Fayujazikum ala a'malikum, mkishaondoka duniani mtarudi kwa Mola wenu na atakulipeni juu ya hizo amali zenu mnazofanya hapa. In khairan fa khairun, kama mnafanya khairi huko mtakuta khairi tu, hamtokuta kitu tofauti. Wa in sharran fa sharrun, na kama hapa mnafanya shari mtaikuta tu shari yenu, hakuna mbadiliko. Kizuri cha huko mkiandae hapa, na msipokiandaa kibaya mnachokifanya hapa mtakikuta huko mbele ya safari. Kwa leo inshallah tuwekee hapo. Kuna aya inayofuata tutakuja kuendelea nayo kwenye darasa ijayo kesho inshallah taala. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun, na katika watu jirani yenu, katika watu walio nje ya mji ni wanafiki. Washamba hawa mabedui ni wanafiki, imani yao kwenye dini sio nzuri. Wa min ahli al-Madina, lakini hata kwa watu waliopo mjini pia wako wengine maradu ala nifaqi, wametopea kwenye unafiki. Wanakuwa ni minority, wachache, lakini taathira yao ni kubwa, kwa sababu wanakuwa wanasikilizwa, wana makundi, wakisema wanatiiwa na makundi yao. Wa min ahli al-Madina, na katika watu wa mjini maradu ala nifaqi, wametopea kwenye unafiki. La ta'lamuhum, wewe mtume huwajui hawa watu. Nahnu na'lamuhum, sisi ndo tunaowajua, yani Allah anawajua waja wake. Mtume hawajui, lakini Mola wake aliyemtuma anawajua watu kama hawa. Sanuadhibuhum marrataini, hawa tutawaadhibu mara mbili. Thumma yuraduna ila adhabin azim, halafu akhira watakwenda kurejeshwa kwenye adhabu kubwa. Tutawaadhibu mara mbili duniani, akhira watakwenda kupata adhabu kubwa. Wa akharuna atarafu bidhunubihim, kuna na wengine sio wanafiki, ni waislamu wenye msimamo wastani, na wao huwa hawamaindi hili zuri hili baya, wanajifanyia tu kila kinachowezekana. Khalatu, waislamu hawa wanakuwa wanachanganya. Ikhtilatu ni kuchanganya vitu viwili, mseto. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a,
wanajichanganyia tu kwenye maisha mazuri, wanafanya mabaya, wanafanya wamefanya mazuri alafu wanayafungamanisha na maovu. Asallahu an yatuba alaihim, hawa huenda Allah akakubali toba zao kwa sababu wametubia, lakini wamekosea, wamefanya vizuri halafu wanavichafua vizuri vyao wakafanya mabaya. Inna Allaha ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Kwa sababu wametubu, wamekiri kosa na wakatubu, Allah atawasamehe. Khudh min amwalihim sadaqatan, kwa waislamu kama hawa wachukua sadaka zao kutoka kwenye mali zao. Tutahiruhum bihi, tutahiruhum wa tuzakihim biha, tumia sadaka zao uwataharishie na uwatakase kwazo. Zile sadaka ndo zinakuwa sababu ya kumtaharisha mtu, na zile sadaka zinakuwa sababu ya kumtakasa mtu. Wasalli alaihim, halafu waombee dua au waombee msamaha. Wao wameomba, lakini kuomba kwao tofauti na kuomba kwako wewe, na wewe waombee msamaha. Inna salataka sakanul lahum, kuwaombea kwako ni rehema kwao. Dua yako na yao tofauti, kwa hiyo na wewe shiriki kuwaombea msamaha. Wallahu samiun alim, na Allah anasikia na anajua. Alam ya'lamu, kwani hawajui? Anna Allaha huwa yakbalu taubata, Allah anakubali toba, ana ibadihi, kutoka kwa waja wake. Waja wanakosea na hufika mahala wakakiri, kwa kweli tumekosea, wakielekea kwa yule mwenye kusamehe, mwenye kukubali toba, huwakubalia. Alam ya'lamu, kwani hawajui? Anna Allaha huwa yakbalu taubata an ibadihi, hawajui kwamba Allah huwa anakubali toba kutoka kwa waja wake. Wa ya'khudhu sadaqati, na Allah huwa anakubali sadaka zao, anazipokea sadaka zao. Wa anna Allaha huwa tawwabur rahim, na Allah ni mwingi wa kukubali toba na ni mwenye rehema. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, na ewe mtume waambie watu, tendeni mnavyojisikia, lakini msisahau Allah atakagua amali zenu, na mtume wake atakuja kuhojiwa kuhusu mlivyotenda, na waumini pia ni mashahidi wa kilichotendwa. Kwenye anga zote hizo kuna ushahidi wa Allah siku ya kiyama. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wa shahada, leo mpo duniani lakini mtakuja kurejeshwa kwa Mola wenu anayejua siri na dhahiri. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, mkifika mbele yake atakwenda kukupeni taarifa juu ya kile ambacho duniani mlifanya. Tunaweka kwenye aya 105 kutoka 106, tutakuja kusoma kesho insha Allah taala. Wa ala hadha alqadri yaqif, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.